Mtazamaji wa Ajira TV, karibu sana katika mahojiano haya maalum kabisa, na leo hii tutakuwa na mkuu wa idara ya management ya ajira kutoka ofisi ya Rais, Sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma, Bi Somwana Salum Manjenga, ambaye tutakwenda kuzungumza naye vitu vingi sana vitakavyokuwa vinahusiana na namna ambavyo Sekretarieti ya ajira inaendesha mchakato huu wa ajira. Mimi ni Nasri Kitona, afisa habari kutoka hapa Sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma, ambaye tutakuwa sote pamoja kutoka mwanzo hadi mwisho. Leo kubwa kabisa tutakwenda kuzungumza majukumu hasa ya idara yako hii ambayo unaisimamia, idara ya management ya ajira. Tuanzie hapo kwanza. Ninashukuru sana. Majukumu makuu ya idara ya management ya ajira, kwanza ni kupokea vibali vya ajira na kuvichakata. Kwa maana ya kupokea vibali vya ajira, kuwasiliana na waajiri, kupata mahitaji halisi ya nafasi zilizopo katika vibali vya ajira na kuandaa matangazo ya kazi, lakini pia kuyatoa yale matangazo ya kazi kwa umma. Na jukumu lingine ni kushirikisha wadau mbalimbali katika mchakato wa uchambuzi wa maombi ya kazi na kuandaa orodha fupi ya waombaji ambao wamekidhi vigezo vya kuitwa kwenye usaili. Na jukumu lingine kubwa ni kuunda majopo ya usaili kwa ajili ya kuendesha usaili wa mahojiano wa waombaji kazi ambao wamekidhi vigezo vya kuajiliwa kwenye nafasi za kazi zilizotangazwa. Na katika yale majopo ya usaili huwa tunahusisha wataalamu mahususi kwenye maeneo husika ya kada zinazosailiwa. Kama tunamsaili mhasibu, basi wataalamu ambao wataunda majopo basi ni wahasibu waliobobea katika eneo la uhasibu ndani ya utumishi wa umma. Lakini jukumu lingine ambalo tulilonalo ni kuwashauri waajiri na wadau mbalimbali wa ajira kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusiana na mchakato wa ajira. Hayo ndio majukumu makubwa yanayoendeshwa na idara ya management ya ajira. Tukirudi katika moja ya jukumu ambalo umeliorodhesha hapo, jukumu la kuchakata maombi ya kazi, pale ambako waombaji tayari wamekwisha tuma maombi yao, vitu gani hasa pale huwa vinazingatiwa? Vitu vinavyozingatiwa kwanza ni miundo ya maendeleo ya utumishi ya kada husika. Kwa mfano tunaposema tunatangaza afisa habari, mwajiri husika muundo wake unaeleza ili mtu aweze kuwa na sifa za kuajiliwa kama afisa habari, anatakiwa awe na vigezo vipi. Kwa hiyo mwingine atakwambia anahitaji mtu aliyosomea shahada ya uandishi wa habari, mawasiliano kwa umma, uhusiano kwa umma, lakini mwingine anakuja anaweka vigezo vingine. Labda anahitaji mtu mwenye utaalamu wa masuala ya graphic design na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hicho ni kigezo cha kwanza. Kwa hiyo na miundo hii inatofautiana. Sifa fulani inaweza ikahitajika kwa mwajiri fulani, lakini kwa mwajiri mwingine hiyo sifa isihitajike, lakini kada ikawa moja, kwa sababu kila muundo unaangalia majukumu makuu ya msingi kwenye ile taasisi husika. Lakini kitu kingine ambacho tunazingatia ni yale masharti ya jumla ya tangazo la kazi. Kila tunapotoa tangazo la kazi, mwishoni kabisa kule katika ukurasa wa mwisho huwa tunaweka yale masharti ya jumla ambayo kila muombaji kazi anatakiwa kuyafuata. Mathalan tunasema barua isainiwe, au tunasema muombaji kazi awe ameweka vyeti halisi, labda vyeti vilivyothibitishwa na mwanasheria. Muombaji kazi awe ameweka marefali watatu. Kwa hiyo vile vigezo vyote tunavizingatia. Muombaji kazi ambaye atakuwa hajakidhi hata kigezo kimoja anaweza asiitwe kwenye usaili, japokuwa akawa na sifa za msingi za kuajiliwa kwenye nafasi husika. Sawa. Sasa hiyo ni hatua ya kuchakata maombi, tayari tumekwisha maliza sasa hatua hiyo. Tukija katika hatua ya usaili sasa. Usaili huu ambao tunakuwa tukiuendesha katika maeneo mbalimbali, hawa watu ambao wamekuwa wameitwa katika usaili sasa, kuna baadhi ya watu inatokea wameitwa kwenye usaili wakiwa na sifa, lakini akifika katika maeneo ya usaili zile sifa ambazo zilifanya aitwe labda vyeti haji navyo katika usaili. Hili kwa experience limekuwa likijitokeza kwa namna gani na limekuwa na athari gani hasa kwa wale wasailiwa? Limekuwa likijitokeza mara kadhaa, japo kwa sasa
tatizo limeanza kupungua, lakini lina athari kwa sababu, na pia katika matangazo yetu ya kuitwa kwenye usaili huwa tunaanza na masharti ya jumla, vigezo ambavyo msailiwa anatakiwa kuvifuata anapohudhuria usaili. Katika vile yale masharti tumeweka pale kila vitu ambavyo msailiwa anapaswa kuja navyo, ikiwemo aje na vyeti vyake vyote vya taaluma halisi, aje na kitambulisho, na aina ya vitambulisho huwa vinatajwa kwenye matangazo kwamba tunahitaji vitambulisho vya aina gani. Sasa msailiwa anapokuja kwenye usaili akaacha moja ya nyaraka ambayo ilikuwa inahitajika aje nayo kwenye usaili, msailiwa huyu atakosa nafasi ya kufanya usaili hata kama ana sifa za kusailiwa. Kama nilivyozungumzia, ni kweli tumetangaza nafasi ya afisa habari na tulisema tunahitaji mtu mwenye shahada ya mawasiliano kwa umma. Ni kweli utakuja na cheti chako cha shahada, lakini kwa sababu tangazo lilisema uje na vyeti vyako vyote halisi kuanzia cheti cha kuzaliwa cha kidato cha 4 cha 6, lakini kwa bahati mbaya ukasahau cheti cha kidato cha 4, hatutaweza kukusaili kwa sababu lazima uje na nyaraka zote ambazo zinahitajika kwenye usaili. Kwa hiyo rai yangu, waombaji kazi wetu wanapoitwa kwenye usaili wazingatie yale masharti ya tangazo. Kabla ya kutoka kwenda kwenye usaili, basi ajiridhishe kama amebeba vitu vyote ambavyo vinahitajika yeye kwenda navyo kwenye usaili, kwa sababu ukisahau hata kimoja, athari yake ni kwamba hautaweza kufanya usaili. Kumekuwa na maoni kutoka kwa wadau mbalimbali ama malalamiko, mchakato wa ajira huu tumeshamaliza usaili, kuna muda fulani huwa unapita pale, wengi wanatafsiri ni mrefu sana, kwamba bado majina ya kuitwa kazini hayajatoka, lakini majina yakitoka linatoka jina moja au mawili kwa kada ambayo imetangazwa labda nafasi 20. Hili hasa unalizungumziaje? Baada ya usaili kuna hatua nyingine ambazo zinafanyika. Kwanza ni lazima tukishamaliza tu usaili tuandae taarifa ya ule usaili, na taarifa ile inakuwa very detailed kwa maana ya zile dokumenti ambazo zilitumika wakati wa usaili na wajumbe wa usaili, lakini pia tunaandaa orodha ya wasailiwa ambao wamekidhi vigezo ambao wanahitajika kupangiwa vituo vya kazi, na wale wanaotakiwa kubaki kwenye kanzidata tunaiwasilisha kwenye kikao cha wajumbe wa sekretarieti ya ajira kwa ajili ya wao kujiridhisha. Kwa hiyo wanapitia zile nyaraka zote zilizotumika kwenye usaili moja baada ya nyingine kujiridhisha kama usaili ni kweli ulifanyika kwa kufuata taratibu, lakini pia ulifanyika kwa kufuata misingi ya haki. Lakini pia wanajiridhisha kama wale wasailiwa ambao sisi tumependekeza wapangiwe vituo vya kazi ndio kweli wale wanaohitajika kupangiwa kulingana na matokeo ya usaili. Kwa hiyo kama tumesema Nasri Kitwana anatakiwa apangiwe kama afisa habari sekretarieti ya ajira, lazima waende wakaone ni kweli huyu Nasri Kitwana ndio aliyeongoza kwenye jopo la usaili ili aweze kupangiwa. Kwa hiyo lazima wajiridhishe, wakishajiridhisha pasi na shaka kwamba taratibu za usaili zilifuatwa na wanaopaswa kupangiwa ndio wanaopendekezwa kupangiwa ndio wanaopaswa kupangiwa kulingana na matokeo ya usaili, ndipo wanaidhinisha yale matokeo ya usaili. Kwa hiyo kunakuwa na kamuda kidogo kutokana na huo mchakato wa kuandaa hizo nyaraka za usaili, lakini pia kile kikao cha usaili. Na baada sasa ya kuidhinishwa matokeo, ni kweli tunaweza tukawa tumetangaza nafasi 100, lakini tangazo la kwanza wakatoka 5, kwa sababu zile nafasi 100 haswa kwenye zile nafasi ambazo tunazitangaza kama MDAs, LDAs. Kuna zile nafasi ambazo tunazitangaza kwa ajili tu ya mwajiri mmoja. Kama tulitangaza nafasi kwa ajili ya chuo cha usafirishaji, maana yake baada tu ya wajumbe kupitisha tutawaita wale wa chuo cha usafirishaji. Lakini tunapotangaza zile nafasi za MDAs, LDAs, maana yake kama tumetangaza nafasi 100 za afisa utumishi, tumekusanya nafasi kwa waajiri wote ambao wana hiyo kada. Wanaweza wakawa waajiri 30. Tunazitangaza hizo nafasi 100. Sasa inapofika kuwapangia pia ni kuna mchakato wakati wa kupanga. Kwamba ni lazima uchukue faili la mwajiri husika. Ujiridhishe kwamba huyu mwajiri alikasimu afisa utumishi nafasi ngapi? Labda 3. Uwapangie wale 3. Twende tukahakiki kwamba kweli wale wanaopangiwa ni 3 na ndio wanaostahili kupangiwa. Ndipo tunampelekea katibu, sasa anasaini zile barua. Kwa hiyo tulitangaza nafasi 100, lakini leo tunawapanga sekretarieti ya ajira 3. Tutachukua tena faili nyingine la mwajiri mwingine, tume ya utumishi wa umma 3.
Kwa hiyo wale 100 wote wanapangiwa, lakini unakuta wanapangiwa kidogo kidogo kulingana na mahitaji ya waajiri hadi ambapo hizo nafasi 100 zinatimia. Sawa, hilo zuri. Mtazamaji wa Ajira TV, kama ambavyo nimekwambia, leo hii tuko na mkuu wa idara ya management ya ajira kutoka hapa ofisi ya Rais, Secretariat ya Ajira katika utumishi wa umma, na amezungumza mengi hapo, lakini bado tuko na mengi vile vile tunakwenda kuyasikia kutoka kwake. Tuzungumze swala la watu wenye ulemavu katika mchakato huu wa ajira. Ofisi ya Rais, Secretariat ya Ajira, mmewapa kipaumbele namna gani hasa? Watu wenye ulemavu, kwanza tayari maelekezo yalishotolewa kwenye ile sura sheria ya watu wenye ulemavu ambapo inaelekeza kwamba muombaji mwenye ulemavu akikidhi masharti yale, akitimiza, akipata minimum qualification, anatakiwa kufikiriwa yeye kwanza. Kwa hiyo na sisi tumeichukua ile sheria tukaitafsiri na kuiweka kwenye taratibu zetu. Kwa hiyo muombaji mwenye ulemavu, kitu cha kwanza anatakiwa yeye aainishe aina ya ulemavu aliyokuwa nayo katika mfumo wa ajira poto. Na muombaji mwenye ulemavu akikidhi vigezo vya kuitwa kwenye usaili, basi ataitwa kwenye usaili. Lakini baada ya usaili, kama hiyo kada ina usaili wa mchujo au vitendo, muombaji kazi mwenye ulemavu akipata alama za kuanzia za ufaulu, basi atachaguliwa kwenda kwenye hatua inayofuata. Hata kama kwa sababu wakati mwingine ufaulu labda kwenye usaili wa mchujo ni alama 50, lakini haimaanishi kwamba wote watakaopata 50 watachaguliwa kwenda kwenye hatua inayofuata, kwa sababu pia idadi ya wanaoingia kwenye usaili wa mahojiano inategemeana na idadi ya nafasi zilizotangazwa. Kwa mfano, unaweza ukatangaza nafasi 10, kwa mujibu wa kanuni za uendeshaji nafasi moja inashindaniwa na watu 3. Kwa hiyo wanaohitajika kuingia kwenye usaili wa mahojiano kama nafasi ni 10 ni 30. Sasa unaweza ukajikuta msailiwa aliyepata alama wa 30 amepata 70. Kwa hiyo huwezi kuwachukua hadi aliyopata 50 kwa sababu unawahitaji watu 30. Kwa hiyo tutachukua hadi yule aliyopata 70 na wale wengine watapewa ule ujumbe wa hakuchaguliwa kuendelea na hatua inayofuata. Kwa hiyo muombaji mwenye ulemavu sasa kama amefikisha 50, hata kama ile cut point ya wanaochaguliwa kuingia kwenye usaili wa mahojiano imemwishia yule mtu wa 70, yeye kwa sababu ya hali yake aliyokuwa nayo anapandishwa kuingia kwenye usaili wa mahojiano. Lakini pia katika usaili wa mahojiano, muombaji mwenye ulemavu atakayepata alama za kuanzia za ufaulu, maana yake kama ni nafasi ya kada za kawaida ni 50, kama ni nafasi ya mwanataaluma ni 70, na kama ni nafasi ya uongozi ni 60. Akipata hizo alama za kuanzia za ufaulu, atafikiriwa yeye kwanza kupangiwa kazi, ndivyo watapangiwa wengine. Kwa hiyo katika huo usaili, hata kama kuna mtu alipata 95, lakini kuna mlemavu hapa amepata 50, atapangiwa kwanza huyu mwenye ulemavu aliyopata 50, ndipo mfumo utakuja kumpangia huyu aliyepata 90. Katika mchakato wote ambao umeelezea, kuanzia hatua ya kwanza kupokea kibali, kuchakata maombi ya kazi, usaili, mpaka hatua ya kupanga watu kwenye vituo vya kazi, tunazungumza haki, usawa na uwazi. Hili huwa linazingatiwa kwa namna gani hasa katika mchakato wote wa ajira? Linazingatiwa kwa sababu kwanza nafasi zetu za kazi tunazitangaza kwa umma, na nafasi hizi zinatangazwa kupitia tovuti ya Secretariat ya Ajira, ambayo tovuti hii Mtanzania yeyote ana uwezo wa kuipata na kuona matangazo yanayotoka. Lakini maombi ya kazi yanapokelewa kupitia mfumo wa ajira poto. Kwa hiyo muombaji kazi akishajisajili pale ataomba kazi, na akishaomba kazi ataambiwa maombi yako yamepokelewa. Kwa hiyo kwanza tayari inampa matumaini kwamba kumbe maombi yangu tayari yamefika mahali husika. Lakini baada ya Secretariat ya Ajira kumaliza uchambuzi wa maombi ya kazi na tukatoa sasa tangazo la kuitwa kwenye usaili, kwanza tangazo lile tunalitoa kwa umma kwa sababu tunalitoa kwenye website, kwenye tovuti. Kwa hiyo muombaji yeyote ataona jina lake kwamba sasa nimeitwa kwenye usaili. Lakini pia tunatoa ujumbe sasa, mrejesho kwa waombaji kazi wote waliokidhi vigezo na wale ambao hawajakidhi vigezo, kwa maana ya kupitia sasa akaunti zao za kwenye mfumo wa ajira poto. Yule aliyeitwa ataambiwa
umeitwa kwenye usaili na tarehe ya usaili na kituo ambacho anahitajika kufanyia usaili. Na yule ambaye hajaitwa atapewa sababu za kwa nini hajakidhi vigezo. Mathalani, hujaweka cheti cha kidato cha 4, hujasaini barua, hujaweka leseni labda ya kukuruhusu kutekeleza majukumu yako kwenye zile kada ambazo zinahitaji leseni na usajili wa mabaraza na bodi husika. Kwa hiyo inampa hiyo nafasi. Lakini sambamba na hilo, hata baada ya kutoa huo mrejesho, tuna kipindi cha siku kadhaa baada ya kutoa tangazo ya kupokea rufaa na malalamiko kwa wale ambao wanadhani wameonewa. Kwa hiyo mwombaji kazi ambaye pengine ameambiwa hujaweka leseni au leseni yako imeisha muda wake, lakini yeye anaamini aliweka ile leseni na anaamini haijaisha muda, ana uwezo wa kupata rufaa kwa kupiga simu au kutuma email kwamba mimi mmenipa ujumbe huu, lakini ujumbe mmenionea. Na sisi tutajiridhisha kwa kuangalia ni kweli aliweka, lakini aliweka lini, kwa sababu hapa kuna changamoto. Kuna baadhi ya waombaji akishapewa ule ujumbe anaenda kwenye mfumo, anarekebisha ile changamoto aliyoambiwa. Kama aliambiwa hujaweka cheti cha form 4, anaenda anaweka. Alafu anapiga simu anasema niliweka, mlinionea. Kwa hiyo tunaenda kujiridhisha uliweka lini. Kwa sababu tangazo la kazi lilikuhitaji uweke hivyo vitu wakati unaomba kazi. Na bahati nzuri mfumo wetu huwa unaonesha mwaka, mwezi, tarehe, saa na dakika ambayo umeweka. Kwa hiyo tutaona kwamba wewe tumetoa tangazo la kutoka kwenye usaili tarehe 3 mwezi wa 12. Hii leseni umeiweka tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2025 saa 4 na dakika 45 usiku. Kwa hiyo wewe umetudanganya, ulikuwa hujaweka. Kwa hiyo yule ambaye tutajiridhisha kwamba ni kweli taarifa zake zilikuwa sahihi, wakati ule sisi tunachambua maombi ya kazi, huwa tunampa nafasi ya kuendelea na usaili. Na huwa tunatoa, kuna yale matangazo tunayatoaga yanaitoga matangazo ya majina ya nyongeza. Lakini pia eneo lingine ni wasailiwa ambao wanakuwa wamefanya usaili wa mchujo au vitendo, huwa tunawapa majibu yao kwamba umekuwa selected kuendelea na hatua inayofuata au wewe ukuwa selected. Lakini pia kule kwenye tovuti wanapewa na alama zao kwamba wao umepata 30 ndio maana ukuweza kuendelea. Lakini pia eneo lingine, wale wasailiwa ambao tunawapangia vituo vya kazi, tumekuwa tukitoa matokeo kwenye tovuti, lakini pia tunawatumia zile barua zao katika. Umezungumza hapo kuhusiana na kutoa matokeo ya usaili wa mchujo na usaili wa vitendo. Swali la wengi, hususan wale ambao wamefanya usaili wa mahojiano lakini hawajaitwa kazini, kwa nini hawa matokeo yao huwa Sekretarieti ya Ajira huwa hayaweki hadharani? Ninakushukuru sana kwa swali zuri. Matokeo yako ya aina mbili. Yako ya kupata au kukosa. Ndio maana tunapotoa mrejesho wa maombi ya kazi huwa anaambiwa umeitwa au hujaitwa. Lakini tunapotoa pia matokeo ya mchujo au vitendo huwa anaambiwa selected or not selected. Sasa kwenye usaili wa mahojiano kuna vitu vitatu. Kuna vitatu au vinne. Kuna cha kwanza, kuna msailiwa amefaulu na amepangiwa. Cha pili, kuna msailiwa amefaulu hajapangiwa kutokana na nafasi kuwa chache, lakini anaweza akapangiwa kupitia kanzidata. Cha tatu, kuna msailiwa ambaye amefaulu hajapangiwa, lakini anaweza pia asipangiwe kupitia kanzidata. Na cha mwisho, tuna msailiwa ambaye hajafanya vizuri, hajafikisha zile alama za ufaulu. Sasa tunashindwa kutoa haya matokeo kwa sababu tunampa mtu matokeo ya aina gani, haswa wale wa makundi mawili ya mwisho. Kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba tunawapa feedback wale waliofaulu, wale waliopangiwa, wale wengine tunaacha kwa sababu hatujui, na bahati mbaya kanzidata sisi hatuamui kwamba sasa tunapanga watu kwenye kanzidata. Ili mtu aweze kupangiwa kupitia kanzidata inategemea na sisi kupokea vibali vingine vya ajira. Kwa hiyo ndio maana tumeiacha hivyo, ili inawezekana tumefanya usaili umefaulu vizuri sana lakini haukupangiwa. Baada ya wiki 2 au mwezi tukapokea kibali kingine, tutakupangia. Lakini inawezekana umefaulu na vizuri lakini
toka tumemaliza kupanga mpaka mwaka ule umeisha wa kanzidata, muda wake umeisha, hatujatokea kibali, hatujakupangia, ile kanzidata ina expire. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ya sisi kutoa. Lakini kingine, mara nyingi unapompa mtu matokeo ya matumaini, unamfanya, si nitumie lugha gani, unamfanya huyu mtu relax. Kwa mfano, leo hii tumeendesha usaili wa afisa habari wa MDS. Tukakwambia wewe bwana umefaulu, umepata 70, lakini kutokana na nafasi ni chache, haujapangiwa kituo cha kazi. Ninaamini utaridhika na utakuwa na matumaini kwamba kesho kutwa itapangiwa kazi. Wakati ile kanzidata inaendelea, ikatokea taasisi nyingine, labda mathalan TBC, wanamtaka journalist, tutatangaza ile nafasi. Asilimia ya wewe kutokuomba itakuwa kubwa sana, kwa sababu unaamini nipo kwenye kanzidata, kesho kutwa nitapangiwa kwenye taasisi nyingine inayohitaji afisa habari. Kumbe ungeweza kuomba hii nafasi ya afisa habari na ukafanya usaili, ungekuwa wa kwanza kwenye huo usaili, ungepangiwa kabla ya hii kanzidata. Kwa hiyo tuna uzoefu, kuna watu nakuta huko kwenye kanzidata, zinakuja huko nafasi nyingine, wanafaulu vizuri na kupangiwa mapema. Kwa hiyo ndio maana hadi sasa tumeiacha iwe hivyo. Lakini wadau wetu wawe na amani, kwa sababu kinachopanga ni mfumo, na mfumo unampanga wa kwanza hadi wa mwisho. Kama aliyepangiwa wa mwisho alikuwa na 70, hakuna namna mtu wa 55 ataweza kupangiwa kama mtu wa 69.3, maybe 99 hajapangiwa kituo cha kazi. Sawa, mimi nakushukuru sana mtazamaji wa Ajira TV. Huyo ni Bisomwana Salum Manjenga ambaye ni mkuu wa idara ya management ya ajira, ofisi ya Rais, Secretariat ya ajira katika utumishi wa umma, ambaye amezungumza vitu vingi sana hapo. Bila shaka na wewe umekata kiu yako ya kuweza kufahamu yale ambayo yalikuwa yakikutatiza mara zote, ama yalikuwa yakiweka ugumu wa kufahamu baadhi ya mambo ambayo yanahusiana na uendeshaji wa mchakato wa ajira. Basi kwa mengine zaidi endelea kufuatilia Ajira TV, lakini vile vile mitandao yetu ya kijamii, kurasa zetu hizo, ili uweze kupata taarifa mara kwa mara. Mimi ni Nasri Kitwana.